Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe channel hii ili kuendelea kupata ripoti zetu zote kali kila siku. Asante. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Emmanuel Nchimbi, ameweka bayana msimamo thabiti wa serikali kuhusu kulinda na kuendeleza rasilimali za misitu nchini. Ametoa maelekezo mazito kwa taasisi husika na viongozi wa serikali kuhakikisha juhudi za upandaji miti na uhifadhi wa misitu zinafanyika kwa vitendo na kwa ufanisi zaidi. Kauli hiyo ameitoa wakati wa ufunguzi wa maadhimisho ya Siku ya Misitu Duniani sambamba na Siku ya Kitaifa ya Upandaji Miti yaliyofanyika mkoani Lindi, Machi 19, 2026. Katika hotuba yake, Nchimbi aliwataka viongozi wa mikoa yote kuandaa na kutekeleza mikakati madhubuti ya upandaji miti inayohusisha makundi yote ya jamii, huku wakizingatia mazingira na ikolojia ya maeneo yao. Aidha, alisisitiza umuhimu wa kukomesha uvamizi na uharibifu wa hifadhi za misitu, akibainisha kuwa hali hiyo imekuwa changamoto kubwa kwa miaka ya hivi karibuni. Vilevile, aliagiza Taasisi ya Utafiti wa Misitu Tanzania, TAFORI, kufanya tafiti za kina zitakazosaidia kukabiliana na changamoto zinazowakabili wakulima wa miti. Tafiti hizo zinalenga kubaini aina bora za miti kwa kila eneo, ikiwemo mkoa wa Lindi, pamoja na kuchunguza uwezekano wa kuendeleza miti dawa yenye faida za kiuchumi na kiafya. Makamu wa Rais pia alibainisha kuwa mafanikio ya uhifadhi wa misitu yanategemea ushiriki wa wananchi wanaoishi karibu na maeneo ya misitu. Kwa msingi huo, alisisitiza utoaji wa elimu endelevu juu ya matumizi sahihi ya ardhi, udhibiti wa moto holela na usimamizi shirikishi wa misitu ya vijiji. Aidha, aliitaka Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia Mfuko wa Misitu Tanzania, TAF, kuwezesha miradi ya upandaji miti, ikiwemo kusaidia uanzishwaji wa mashamba ya miti kwa ngazi ya vijiji na watu binafsi. Sambamba na hilo, alielekeza Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, TFS, kuhakikisha upatikanaji wa miche ya miti ya kutosha kupitia vitalu katika maeneo mbalimbali nchini, ili kuongeza kasi ya upandaji miti. Akizungumzia ukubwa wa tatizo, Nchimbi alisema Tanzania inapoteza takriban hekta 469,400 za misitu kila mwaka kutokana na matumizi ya kuni na mkaa, uvamizi wa hifadhi, pamoja na moto wa misitu. Alisisitiza kuwa hali hiyo haiwezi kuacha iendelee bila kuchukuliwa hatua madhubuti. Pamoja na changamoto hizo, alieleza kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imeweka kipaumbele kikubwa katika uhifadhi wa mazingira. Alimpongeza rais kwa juhudi zake, akitolea mfano hatua ya kupanda miti wakati wa maadhimisho ya siku yake ya kuzaliwa na kuwahimiza Watanzania kuiga mfano huo. Kwa mujibu wa takwimu, Tanzania ina takriban hekta milioni 48.1 za misitu, sawa na 55% ya eneo lote la nchi kavu. Hata hivyo, kasi ya uharibifu wa misitu inaendelea kuatishwa kwa rasilimali hii muhimu, ambayo pia huchangia karibu 3% ya pato la taifa kupitia sekta za misitu, wanyamapori na ufugaji nchini. Hatua hizi zinaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa serikali wa kulinda misitu, kukuza uchumi na kuhifadhi rasilimali za asili kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Makamu wa Rais amesisitiza kuwa mafanikio ya jitihada hizi yanahitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali, taasisi za utafiti na wananchi kwa ujumla.